Hello, habari. Karibu sana. Tuanze elimu yetu ya leo. Ni njia rahisi kabisa ambayo nitafundisha leo ya kununua namba ya mataifa mengine au namba ya nchi nyingine kwa kupitia application hii nzuri zaidi na kwa urahisi zaidi. Endelea kunisikiliza. Ili usiwe unapitwa na elimu hizi, gusa neno subscribe. Hebu ngoje tuendelee. Moja kwa moja utaingia kwenye application ya Play Store. Kisha utaendelea kama hivi, utasearch hapo juu. Inatakiwa uandike kama jinsi mimi nilivyoandika hapo, kisha utatafuta application hiyo. Kwa kuwa hii app mimi nayo, mimi nita open tu hapo. Lakini wewe kama huna app hii, kisha utaidownload au tunasema kuinstall. Kisha utaifungua app yako. Ukishaifungua app yako, unaweza ukalipia kwanza ndio ufanye process za kununua namba. Sasa hebu endelee kunisikiliza mpaka mwisho, usikate video hii kwa sababu kuna baadhi ya vitu vitakupita mwishoni. Umeona sehemu hilo nilionyoshia mshale, utaklik sehemu hiyo. Ukisha click sehemu hii, kuna sehemu imekwambia get number hapo chini kwenye maneno ya rangi ya machungwa. Baada ya hapo, kuna nchi zitakuja kama jinsi zinavyoonekana hapo. Asa ngoje sisi labda tuchague nchi hii hapa. Kuna nchi zingine huwa kununua namba zake ni gharama kidogo. Utakliki kama hivi na namba yetu inaonekana kama jinsi inavyoonekana hapo. Hii hapa. Ukisha confirm hapo, itakuambia kwa mwezi utalipia $1.99. Basi utakliki continue. Ukisha kliki continue, maana yake utafanikiwa kununua namba yako. Kumbuka namba hii unalipia mara moja tu, hulipi tena. Kama wewe unahitaji kununua namba yako ili uweze kufanyia biashara zako mbalimbali, mfano unataka kununua namba hii ili uweze kuverify YouTube channel yako, unaweza ukafanya mchakato huu, ukaidownload app hii kisha ukanunua namba yako. Ukisha kliki sehemu hii hapo, sasa ngoja nikufundishe jinsi ya kulipia. Sasa ya kulipia utakliki hapo. Kumbuka nilikuambia unisikilize vizuri mpaka mwisho. Uwezi ukanunua namba hivi, nitakiwa ulipie kwanza hela, yani account yako iwe na hela. Utakliki kwenye mshale niliponyoshea. Kisha utachagua unataka kulipia kwa njia gani. Hapo juu kuna in-app purchase, credit card, pay with crypto. Sasa mimi nashauri kwa urahisi zaidi, kama una account ya benki ambayo ina support mambo ya Visa, ile Visa kama zile za CRDB na account zingine zile ambazo ni Mastercard, unaweza ukatumia hapo ukanunua namba yako. Lakini vile vile unaweza ukanunua pay with cryptocurrencies, yani yale mambo ya USDT, Bitcoin na kadhalika. Unaweza ukatumia kwa njia hiyo. Yani ni bei rahisi kabisa, umeona hapo, na ukinunua hapo ndo basi tena, yani namba yako utaitumia sehemu tofauti tofauti. Aisee, bila shaka umenielewa, na sidhani kama kuna mtu hajanielewa kabisa. Unaweza ukacomment hapo chini, na kama umeipenda video hii unaweza ukalike, na kutakia siku njema.